Umewahi kuhisi maisha yako yanakosa nanga, yanakosa kiini kinachoyashikilia, ni kama meli isiyo na nanga inaenda tu hivi? Umewahi kuhisi kati yako na Mungu kuna shimo kubwa linalokutenga na Mungu wako? Katikati ya dunia iliyojaa miungu na vijimiungu vingi, ni rahisi kumsahau Yesu ambaye ni Mungu aliyeshikilia tu si sayari dunia, lakini trilioni mara trilioni ya sayari yenye viumbe wasiohesabika, vyote amevishikilia, na wewe ukiwa katikati yake. Leo ndani ya Patakatifu Media, katika mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu, tunakwenda kushuka ndani ya kitabu cha Wakolosai 1. Katika somo hili zuri, somo la 8, tunakwenda kuangalia ukuu, uzuri na ubora na sovereignty, mamlaka ya Yesu, si katika ulimwengu tu, si katika kanisa tu, lakini katika maisha yetu binafsi. Hebu tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kujifunua kupitia Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme, mshauri wa ajabu, mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Asante Mwokozi, maana leo umetupa fursa, mimi pamoja na ndugu yangu, kuangalia ukuu na uweza na mamlaka na madaraka yaliyo ndani ya Kristo Yesu aliyetukuzwa. Tusaidie kuelewa katika jina la Yesu. Amen. Kama kawaida, leo tutakuwa na pointi 5. Nyanja 5 za kumdadavua Yesu, za kumfahamu Yesu na ukuu na ubora na mamlaka yake, sawasawa na kitabu cha Wakolosai. Hoja ya kwanza: Yesu mfano wa Mungu asiyeonekana. Mfano wa Mungu asiyeonekana. Hili neno linatoka wapi na maana yake ni nini? Wakolosai 1 mstari wa 15. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, hii ni pointi ya pili. Lakini pointi ya kwanza ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Watu wengi tunajiuliza, hivi Mungu anafananaje? Ikoje huyu Mungu huyu? Kitabu cha Wakolosai sehemu ya 1 kinatuambia hivi: ukitaka kumjua Mungu, Yesu ndiye mfano, picha ya Mungu asiyeonekana. Yeye ni Mungu kamili aliyeshuka akavaa ubinadamu ili tupate kumjua kwa kina na kwa uzuri Mungu huyu ambaye hatujawahi kumwona. Kama tunavyosoma kitabu cha Yohana 1 kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, na vitu vyote vilifanyika katika yeye. Lakini pale chini anasema kwamba naye naye neno akavaa mwili. Huyu neno ambaye anafanana na Mungu, alikuwa kwa Mungu, ni Mungu mwenyewe, akavaa namna ya binadamu, nasi tulipomwona tukamwona kama mwana wa Mungu aliye hai. Sifa zote za Mungu, tabia zote za Mungu, mamlaka yote ya Mungu yalikuwa ndani ya Kristo aliyefanyika mwanadamu, ili sisi tusiyemjua Mungu tupate kumjua Bwana. Hakuna shortcut, hakuna namna, hakuna mifumo yoyote iliyowekwa na Mungu muumbaji ya kumjua huyu Mungu isipokuwa kwa kupitia kumjua Yesu Kristo peke yake. Ndio maana nasema 1:23 Mathayo, jina lake ataitwa Imanueli, maana yake ni Mungu
pamoja na wanadamu. Kwani maandiko yanasema Yesu ni picha ya Mungu. Mwanadamu hawezi kumwona Mungu katika utukufu wake akaishi kwa sababu ya dhambi, isipokuwa tu kabla ya dhambi, tulipoona bustani ya Edeni, walikuwa wanakuja kuchati na Adamu na mke wake. Na ndio maana ili tuingie mbinguni, nasema kufumba na kufumbua tutabadilishwa. Huu uharibikao utavaa kutokuharibika. Ili ukidhi vigezo vya kumwona Mungu, lazima tubadilishwe. Lakini kwa sababu Mungu huyo anatupenda sana, akaamua mwenyewe kuacha hadhi yake ya uungu na sifa zile ambazo zitatufanya tukimwona tuweze kuungua na kufa. Akashuka kama Yesu, akiwa na hadhi na tabia zote za Mungu, akajichanganya pamoja nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu. Kama unataka kujua moyo wa Mungu, unataka kumjua Mungu, usitazame radi na mitetemeko na vitisho. Tazama msalaba wa Kristo. Yesu ndio HD image. Yesu ndio ile 4K picha yenye viwango vya juu ya Mungu. Tumia nguvu kubwa ili Mungu uko wapi? Baba yangu, mbona umeniacha? Tumia nguvu kubwa kumjua Yesu. Ukimjua Yesu, umemjua Mungu. Picha yote halisi ya Mungu ipo ndani ya Yesu. Na ukimjua yeye, umemaliza Mungu. Umemaliza Mungu. Alikuja katika ubinadamu ili asikie maumivu yetu, na alibaki kuwa Mungu ili aweze kuyaponya. Na ndio maana tukisema uamuzi bora wa mwanadamu kuuchukua ni kukubali maisha yake, kumpokea Yesu na kuwa Bwana na dereva na kichwa cha maisha yake. Swali kalimchanganya jamaa mmoja anaitwa Tomaso. Akamwambia, wewe Bwana Yesu unasema baba Mungu, baba yangu liye mbinguni, mbona umeniacha? Na umekuwa ukisema baba muda mrefu. Bwana wewe Yesu, hivi tuonyeshe huyo baba basi, huyo ambaye wewe unamuita ni Mungu, huyo ambaye umekuwa ukimwombaomba kwenye mapoli na kuona muda mwingi unaombaomba. Yesu akamwambia, hivi wewe Tomaso na akili kweli? Tomaso ndugu yangu, Tomaso, tumekuwa wote hapa muda wote, halafu unajiuliza kwamba nataka nimuone Mungu si baba? Tomaso, nataka nikuhakikishia kwamba Tomaso, ndugu yangu Tomaso, ukiniona mimi umemwona huyo Mungu, umemwona huyo baba. Kwa picha yote ya Mungu iko ndani yangu mimi. Huyo Mungu unayemsikia ndio mimi niliyeshuka katika umbile la mwanadamu, ili wewe usiye na kitu, uliyepoteza nanga na connecta yako na ufalme wa Mungu ipate kurudi. Hoja ya pili ni hoja ambayo kidogo ni nzito kidogo. Inasema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Inaendelea kumpambanua huyu Yesu. Tumeona kama Yesu ni picha ya Mungu iliyosogezwa tuweze kumwona Mungu kupitia huyu Yesu. Sasa hii ya pili ni nzito kidogo. Wakolosai 1:15 mpaka 17 anasema hivi, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni, vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Katika vitu viliumbwa, katika vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa njia yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote ushikana katika yeye. Kama kuna picha ambayo shetani anaishambulia kwenye ufahamu wako, ni kumjua Yesu katika viwango hivi vinavyotajwa katika kitabu cha Wakolosai. Na ndio maana wengine wamekitumia hiki kitabu kumwasisisha Yesu, lakini ndicho kitabu kinachomfunua Yesu na mamlaka yote
Sasa kakipengele ka kwanza kanaweza kakakuchanganya, kale ka 15b kwamba mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa hiyo kuna watu wanatunga hoja, wanasema kwamba maana yake ni kwamba Yesu naye ni Mungu, lakini alizawadiwa uungu, alianza kuzaliwa alafu katokea baba akamzawadia uungu, kwa sababu anasema ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Ni ufahamu mzuri ambao tunatakiwa tuujue, lakini si hapo tu. Yesu hakuwahi kuzaliwa. Yesu yeye ndiyo chanzo cha vitu vyote vilivyozaliwa. Kwa nini anasema mzaliwa wa kwanza? Usichanganye neno mzaliwa wa kwanza. Yesu au Paulo, maandiko matakatifu hapa azungumzii mzaliwa wa kwanza kwa maana ya firstborn, kwamba wa kwanza kuzaliwa au kwa wakati, lakini anazungumzia mzaliwa wa kwanza kwa maana ya mamlaka. Mamlaka ya kwanza kabisa, hadhi ya juu kabisa ya kwanza anayo Yesu, ni ya Yesu. Ukitafuta wa kwanza kwa madaraka na mamlaka na nguvu na uweza, tunamkuta ni Yesu Kristo, hakuna wa nyuma yake. Taasisi ya utafiti wa maandiko matakatifu ya kanisa la Waadventista wa Sabato chini ya Conference Kuu, General Conference, na nadhani hata mwandishi wa mwongozo huu ambao tunaosoma kwa ujumla ni moja ya magwiji wa uchambuzi wa maandiko katika taasisi hii, ambao inaitwa The Seventh Day Adventist Biblical Research Institute. Nikachukua kidogo muda wa kuangalia wao wanazungumziaje hiki kipengele cha mzaliwa wa kwanza kama sehemu ya mafafanuzi. Nikagundua hata wao wanasema kama hiki ambacho nakisema. Neno firstborn, mafanuzi ya hawa mabingwa hawa wa mambo ya Mungu, neno firstborn kwa Kigiriki inaitwa prototokos. Prototokos. Prototokos halimaanishi wa kwanza wa kuzaliwa kwa maana ya muda, bali prototokos au firstborn, mzaliwa wa kwanza, hapa inamaanisha preeminent status. Ni status ya hadhi ya juu sana, ndio maana mzaliwa wa kwanza limetumika hapa. Lakini kwa maana nyingine ni rank, ni hadhi. Mara nyingine ni madaraka au sovereignty. Mwenye madaraka wa kwanza, mwenye hadhi ya kwanza, mwenye ukuu wa kwanza, ndio unaita mzaliwa wa kwanza katika watu wote. Katika Old Testament culture, ile tamaduni za Agano la Kale, mzaliwa wa kwanza alikuwa ni mrithi ambaye alikuwa anapokea birthright, haki zote, mamlaka, ukuu, uweza wa familia, mamlaka yote yanapewa juu yake. Lakini haikumaanisha kwa maana ya wa kwanza kwa umri. Ukiingia hii pointi kwa mtazamo wa kacha za kawaida za kidunia, utaona hapa anasema Yesu ni mzaliwa. Ni mwenye madaraka ya familia yote ya kiumbe chochote mahali popote. Ndio maana kitabu cha Zaburi 89 mstari wa 27, Daudi ambaye alikuwa ni mtoto mdogo wa familia ya Yese anaitwa the firstborn, mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza, wakati kiumri si mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo utagundua tunaposema mzaliwa wa kwanza haina uhusiano na masuala ya kuzaliwa kwa umri. Kumbe sema Yesu ulifika kipindi kuna siku alizaliwa. Ina uhusiano na madaraka alionayo na hadhi alionayo huyu Yesu wetu. Mkono ule ule uliotandaza mbingu na unaoshikilia nyota ndio mkono uliopigiliwa msumari kwa ajili yako. Hakuna kipengele au atom au element yoyote katika ulimwengu inayotembea
kitu chochote kinachofanya kazi, iwe vumbi, iwe ni chochote katika ulimwengu huu, bila kibali cha Yesu. Maana vitu vyote vimeshikamana na yeye. Chochote kinachopumua ni kwa sababu Yesu anapumua milele. Kwa utagundua, ukimfanya huyu Yesu ambaye vitu vyote vimeshikamana na yeye akakaa ndani yako, what a great value in your life. Inakuwa na thamani kubwa sana kwenye maisha yako kushikamana na Yesu aliyeshikamana na vitu vyote ulimwenguni wote na mbinguni kote, malaika wote, maserafi, makerubi, wazee 24, kila kitu kilichoumbika na kuumbwa kimeumbwa kwa Yesu na kwa ajili ya Yesu. Kila pumzi unayoivuta, anayoivuta shetani, wanayoivuta magaidi, wanayovuta wanaokutesa, ni mali ya Yesu. Raha iliyoje kumfanya huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi na kichwa wa familia wa maisha yako. Kama vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake, basi maisha yako yanapata maana tu pale unapounganishwa na Yesu. Kama vitu vyote viliumbwa kwa ajili ya Yesu, maisha yako yanaanza upya pale unapounganisha maisha yako na Yesu. Hauwezi kuwa mtu wa kawaida ikiwa utakubali maisha yako yaunganishwe na Yesu ambaye ndiye miliki wa vitu vyote. Jambo ya tatu, Wakolosai 2:10. Yesu ndio kichwa cha kanisa. Anasema hivi, ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Yaani kukamilika kwako katika maisha haya, kukamilika kwa kanisa lako katika dunia hii ni kumfanya Yesu kuwa kichwa cha enzi na mamlaka katika taasisi hiyo. Yesu kuwa kichwa na mamlaka katika familia yako. Yesu kuwa kichwa na mamlaka katika uwepo wako. Kanisa linaweza likayumba, lakini kichwa chake hakiwezi kuyumba, kwa sababu Yesu akiwa kichwa wa hilo kanisa, kila myumbo utayumbisha viungo vyote, lakini kichwa hakiwezi kuyumba. Na hatupaswi kumtazama mwanadamu kama chanzo cha mamlaka. Hatupaswi kutazama mwanadamu kuwa kama chanzo cha madaraka ya kiroho, bali tumtazame Kristo ambaye ndio injini na injinia na kichwa cha maisha ya kila Mkristo. Kichwa kikiwa salama, mwili una matumaini ya kupona. Haleluya! Ubongo ukiwa safi, mwili wako una matumaini ya kupona. Maadamu Yesu ndio kichwa cha familia yako, kichwa cha maisha yako, kichwa cha miradi yako, kichwa cha mambo yako yote, una uhakika wa usalama. Hata kama kuna kiungo kimoja katika maisha yako, katika mipango yako, kinalegalega hivi, Ukristo ni kuunganishwa na Kristo, kichwa cha maisha, kichwa cha uhai, kichwa cha familia, kichwa cha kanisa. Usikubali Yesu awe kichwa cha ukikubali Yesu awe kichwa cha maisha yako, utulivu wa mbinguni unakuwa ni utulivu wako. Ukikubali Yesu awe ndio kichwa na madaraka ya mambo yako, maisha yako, mipango yako, kanisa unalosali, utulivu wa Yesu unakuwa ni utulivu wako. Nakumbuka kwenye dhoruba ilipokuwa inavuma, wanafunzi wanahangaika, jamani, hapa katika bahari ya Genezareti pamekuwaje? Moto tunakwenda kufa. Yesu alikuwa ametulia kuli. Huyu aliyetulia akikaa ndani yako, utulivu wa kimbingu unatuliza maisha yako. Hoja ya 4, mwanzo na mwanzilishi. Mambo mengi tumeshayasema kwenye hoja ya 3. Wakolosai 1:18. 1:18 Wakolosai. Naye Yesu naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo
na ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Maana yake nini hii kitu? Kuna siri nzito hapa, lazima ujue. Lakini pia ndiye mwanzilishi na ndiye mwanzo wa kila kitu. Yesu ndiye mwanzo, kwa maana ndiye aliyeanza kuumba, kwa sababu tumesoma hapo 16 mpaka 15, Wakolosai 1, 16, 15, 17, 18 tumesoma hapa. Vitu vyote viliumbwa na yeye na vilifanyika na yeye, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Yohana 1:1 mpaka 3. Huyu Yesu, lakini yeye ndiye tena mwanzo wa maisha mapya ya kila mtu. Sasa anamaanisha nini Yesu kusema ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, wakati kuna watu washaenda kufa wakafufuka wengi huko nyuma? Hii hapa, yeye ni mzaliwa wa kwanza katika ufufuo, kwa maana yeye ndiye supreme master, super mkuu wa vitu vyote vinavyotakiwa kufufuka na vilivyokufa. Naye ana mamlaka juu ya vifo, na anafanya all other death dependent on him, vifo vyote kuwa tegemezi kwa Yesu. Chochote kilichokufa hapa duniani ili kiweze kufufuka kinamtegemea Yesu. Mtu yeyote aliyekufa hapa duniani, awe ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanavyomwita, awe ni Buddha, awe ni babu kwenye mizimu ambao mnawaabudu, wakati mwingine unaingiwa na roho ya ibada unaabudu vile jamaa vilivyokufa, ufufukaji wao unategemea Yesu pekee. Kwa hiyo ili mambo yako yafufuke, tunamtegemea Yesu peke yake. Ili tufufuke tukitoka tumekufa, tunategemea Yesu peke yake, ambaye alisema wote alionipa Baba sitawatupa nje kamwe, nami nitawafufua siku ile ya mwisho. Kaburi la wazi la Kristo ni saini ya Mungu kuwa maisha mapya yanawezekana kwa kila aliyekata tamaa. Wowote wanaomwamini Yesu lazima umwamini na hizi resurrecting power, nguvu ya kufufua. Na kama ana nguvu ya kufufua, hakuna kukata tamaa ikiwa unamwamini Yesu. Ikiwa unaona maisha yako yamefika mwisho, mpe Yesu cha kipande cha episode iliyobaki. Yeye ni mtaalamu wa kuanza mambo mapya katika mahali ambapo pamepoteza matumaini kabisa. Yesu hakufufuka ili tuwe na dini au tuwe na miongozo tu ya kukaa tu kanisani hivi, yani lakini hueleweki. Alifufuka ili tuwe na maisha aliyojaa nguvu. Hakuna sababu ya kwenda kanisani ikiwa hausisitizwi kuishi katika maisha ya upya wa Kristo ukiwa na nguvu za Mungu ndani yako. Sema hoja ya 5, kuvipatanisha vitu vyote. Kitabu cha Wakolosai 1:19 mpaka 20 anasema hivi, kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae. Na kwa yeye huvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa vitu vyote vilivyo juu na vilivyo mbinguni. Pointi kubwa sana hii ya mwisho, pointi ya muhimu kweli hii ya mwisho. Dhambi ilileta mpasuko, chaos kati ya mwanadamu na Mungu. Yesu ndiye Mungu aliyeshuka katika hadhi ya kibinadamu ili apate kumuunganisha mwanadamu na mamlaka ya uungu, ili mwanadamu asiishi chini ya utumwa wa dhambi tena, kwa jina la Yesu. Kila udhaifu wako, kila laana yako, kila hofu zako vikikutana na Yesu aliye katika msalaba, vyote vinayeyuka na kuteketea kwa jina la Yesu. Ni upatanisho wa ajabu ambao Mungu ametuunganisha na mamlaka zake
kupitia Yesu Kristo aliyeshuka ili apate kutupandisha sisi tuliokuwa tumeshuka katika hali ya ufu wa dhambi. Kuna shimo kubwa limechimbwa na dhambi zako, uraibu wako, ukahaba wako limechimbwa na uchawi wako limechimbwa na uongo na kila namna ya dhambi ambazo zinakutesa na kukusumbua, na majini na nguvu za adui zinazoleta tabu kwenye maisha yako. Dhambi imechimba shimo kubwa kati yako wewe na Mungu, daraja lenye uwezo wa kutoa huko uliko na kukuunganisha na mamlaka ya kiungu naitwa msalaba wa Kristo, msalaba wa upatanishi. Kwa msalaba ni daraja lililojengwa juu ya shimo ambalo dhambi ililichimba. Hakuna dhambi iliyo nzito kiasi kwamba damu ya Kristo haiwezi kuipatanisha na utulivu wa mbinguni. Chaos, vurugu zilizoletwa na dhambi kwenye maisha yako, hakuna vurugu unayopitia ambayo msalaba wa Kristo utashindwa kuunganisha maisha yako yaliyojaa vurugu na utulivu wa mbinguni. Mbingu na ikashuke katika maisha yako na tukaone utulivu usio wa kawaida katika maisha yaliyovurugwa. Dhambi zikachomwe na kuteketea kwa jina la Yesu. Watu wengi wamepitia changamoto nyingi, lakini wanatafuta amani katika ulevi, wanatafuta amani katika marafiki, wanatafuta amani katika kusanyia mali wadhani wapate amani. Amani itakuja kwa kuunganika na kiboko ya matatizo na migogoro na chaos na challenges katika maisha. Yesu Kristo aliyeshinda katika msalaba wa Calvary. Msalaba sio alama ya huzuni. Watu wanashika msalaba analia mpaka machozi. Ni alama ya dili la upatanisho lililokamilika. Nikiona mtu anaamini katika msalaba wa Yesu, anaamini katika dili lililoshinda la yeye kupatanishwa na nguvu za Mungu na kuachiliwa na mateso yote ya kila namna ya kale kabwana mdogo ka adui Ibilisi. Ukiwa ndani ya Kristo haupigani kutafuta amani. Yesu ameshapigania amani yako katika msalaba wa Calvary. Ikiwa unataka Yesu awe kila kitu kwenye maisha yako, unaweza ukaandika hapa kwenye comment, Yesu ndio kila kitu kwangu. Nikuombee kwa Bwana, tuombe ili Mungu aweze kujidhihirisha kwetu katika viwango vya juu zaidi. Baba, nakushukuru kwa somo la leo. Asante kwa mafunuo mazuri makubwa. Jina lako na litukuzwe sana. Sasa Baba, ninaomba Mungu wa milele, ukawe kichwa cha familia ya mtoto wako huyu, ukawe kichwa cha maisha ya mtoto wako huyu. Baba, kama kuna kitu kimekufa na kuoza kwenye maisha yake, kama kuna tabia zimekufa na kuoza katika maisha yake, kama kuna mambo afya imeteketea, inaongea saa hii uchumi umeoza na kuteketea, inaongea saa hii dhambi zimeweka shimo kubwa kati ya mtoto wako na mamlaka zako, katika jina la Yesu, kwa somo la leo tu, fukia kila shimo katika maisha yake, unganisha maisha yake na mamlaka ya uungu. Kila chenye kuleta huzuni kiteketee kwa jina la Yesu. Dhambi zilizomng'ang'ania kwa miaka mingi na zifutike sasa, akawe na amani tele. Lakini Bwana, tunaomba wewe ndio mwenye mamlaka na madaraka na ukuu na uweza. Unapokuja hivi karibuni kuchukua mtoto wako anapoendelea na harakati za maisha haya, Bwana, ikiwa utamkuta amelala, wewe ndio mzaliwa wa kwanza kwa waliokufa, ukamfufue na kumpa raha ya milele. Ikiwa utamkuta yuko hai, Baba, ukambadilishe ili akapate hadhi ya kukuona uso hivi karibuni unapokuja. Endelea kumnenea mema, utukufu wako kawe juu yake, njia zake ukaziangazie nuru yako, utukufu wako kamfuate kila endapo, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Karibu Patakatifu Media.